Kwenye maisha kuna kitu kimoja ambacho huwa kipo very close. Usimwamini aliyekudanganya na wala usidanganye aliyekuamini. Huu ni moja kati ya msemo mzuri sana kwa wale ambao labda wamewahi kupitia kwenye changamoto fulani hivi. Sasa huu msemo tunaupeleka moja kwa moja pale Mashariki ya Kati. Kinachoendelea pale ndio ile kauli ya usimwamini aliyekudanganya na usimdanganye aliyekuamini. Iran walikuwa wamemwamini sana Marekani wakati amesema anataka waingie kwenye mazungumzo ya kuona namna gani ambavyo watamaliza mgogoro kati yake pamoja na Israel, lakini pia na Marekani yenyewe kwa ujumla wake. Kwa hiyo Iran ambacho walikifanya ilikuwa ni kuiamini Marekani na wakasema ngoja tuingie kwenye mazungumzo. Katikati ya uaminifu Marekani akajikuta amemdanganya Iran. Sasa leo tunapozungumza ni kwamba kinachowaponza wa Marekani pamoja na Israel ni hiyo kauli ya usimwamini aliyekudanganya na wala usimdanganye aliyekuamini. Kauli hii inakuja kwa sababu gani? Kauli za rais wa Marekani Bwana Trump zimezua mjadala mzito kimataifa baada ya kueleza kuwa Washington tayari imeanza mazungumzo ya siku 2 na Iran kwa lengo la kumaliza vita ambavyo vinaendelea. Hata hivyo, Teheran kwa maana ya Iran imekanusha vikali madai hayo, wakati mapigano kati ya pande hizo yakionekana kuingia katika hatua mpya na yenye athari na hatari mbaya zaidi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Israel, Marekani imeweka hadi April 9 mwaka 2026 kama tarehe ya kumaliza vita hivyo, na uamuzi huo unatafsiriwa kuwa ni dirisha la takriban siku kama 21 za mapigano ambayo yanaendelea sambamba na juhudi za kidiplomasia. Ndani ya muda huo inatarajiwa kuwa mazungumzo kati ya Washington pamoja na Tehran yanaweza kufanyika nchini Pakistan, ingawa bado hakuna uthibitisho moja kwa moja kutoka upande wa Iran. Kwa mujibu wa taarifa ambayo inatoka Israel, inasema kwamba Marekani haijaishirikisha kikamilifu Tel Aviv kuhusu mawasiliano yake na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Na wakati huo kuna dalili kuwa iwapo vita vitaisha kwa tarehe hiyo, Trump anaweza kuitembelea Israel katika maadhimisho ya siku ya uhuru na kutunukiwa tuzo ya Israel, ishara ambayo inaweza kuwa na uzito mkubwa sana kisiasa pamoja na kidiplomasia. Na wakati juhudi za mazungumzo zikitajwa na zikieleza kwamba hali halisi katika maeneo ya mapigano inaendelea kuwa tete, maafisa wa ulinzi wa Israel wamekiri kwamba Iran bado inao uwezo wa kuendelea kushambulia kwa kasi ya wastani wa makombora 10 kwa siku. Wakati mwingine mashambulizi hayo yanaweza yakafika kati ya makombora 12 hadi makombora 15 kwa siku, na siku nyingine yakishuka hadi makombora 7, lakini hawawezi wakasimamisha kabisa kwa maana ya kutofanya mashambulizi. Lakini kuna ishara kwamba mashambulizi hayo hayana nguvu kwa mujibu wa Israel, na hayana nguvu kama ilivyokuwa mapema. Israel inaamini kwamba hilo linatokana na uharibifu mkubwa ambao umesababishwa kwenye mifumo ya uongozi na udhibiti wa kijeshi wa Iran. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa zaidi ya vituo 330 vya kurushia makombora vimeondolewa katika matumizi, nusu vikiwa vimeharibiwa kabisa na vingine kukwama kwenye mahandaki au vituo vya chini ya ardhi. Licha ya hayo, bado kuna kati ya vituo 100 hadi 150 ambavyo vinaendelea kufanya kazi, jambo linaloifanya Iran kuwa tishio kubwa zaidi. Mashambulizi ya Israel nayo yameendelea kuongezeka kwa kasi. Katika operations za usiku, jeshi la Israel limelenga maeneo nyeti ndani ya Iran, ikiwemo makao makuu ya kikosi cha Quds, kitengo maalum cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran ambacho kinasimamia operations za nje ya mipaka. Maeneo mengine yaliyolengwa ni makao ya ulinzi wa anga, vituo vya uongozi wa majeshi ya ardhini katikati ya Tehran, pamoja na vituo vya kijasusi na uzalishaji wa makombora ya baharini. Zaidi ya hayo, Israel inadai pia kushambulia viwanda na vituo vya utafiti vinavyohusiana na teknolojia ya kijeshi, hususan katika nyanja za makombora ya ballistic, vifaa vya kielektronic pamoja na vichwa vya kivita. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mashambulizi hayo ni sehemu ya mkakati mpana ambao unaendelea kutekelezwa hatua kwa hatua. Nayo Iran, mvutano wakati unaendelea kuendelea hadi Lebanon, kwamba Israel imeendelea kulenga ngome za Hezbollah. Kwa mujibu wa taarifa za kiusalama zinaonyesha kwamba maeneo ya kusini miongoni
mwa maeneo au ni miongoni mwa ngome kuu za kundi hilo kwa sasa yameachwa kwa kiasi kikubwa, huku Hezbollah ikiepuka mapigano ya moja kwa moja. Licha ya madai ya Marekani kuhusu mazungumzo, msimamo wa Iran unabaki kuwa mgumu. Maafisa wake wamekanusha wazi uwepo wa mazungumzo yoyote, wakisisitiza kuwa mazingira ya sasa hayaruhusu diplomasia. Msemaji wa kamati ya usalama wa taifa la bunge la Iran, Ebrahim Razaei, anasema wazi kuwa hakuna mantiki ya mazungumzo katika hali ya sasa, akidai kuwa wapinzani wa Iran wanaelewa lugha ya nguvu na makombora pekee kuliko lugha ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Yaani Iran inasema Marekani pamoja na Israel ni kama kenge, ni lazima aone damu, hapo ndipo atagundua kwamba anapigwa. Kwa hiyo Israel pamoja na Marekani sio watu ambao wanaelewa lugha ya kukaa kwenye mazungumzo, ila wao wanaelewa lugha ya makombora pamoja na kipigo. Kwa upande mwingine, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghei, amekiri kwamba Tehran imepokea ujumbe kutoka kwa nchi rafiki unaoonyesha nia ya Marekani kufanya mazungumzo, lakini hadi sasa hawajatoa majibu. Pia amesisitiza kuwa msimamo wa Iran kuhusu mlango wa Hormuz pamoja na masharti ya kumaliza vita bado haujabadilika. Ripoti nyingine zinaonyesha kuwa kuna mawasiliano ya chini kwa chini ambayo yanaendelea. Inadaiwa kuwa Marekani imeomba mkutano na Mohamed Baghel Kalibaf, huku maafisa wa Pakistani wakitajwa kuwa wasuluhishi wa ujumbe wakati ya pande hizo mbili, na wajumbe wa karibu wa Trump wakiwemo Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner wanatajwa kuhusika katika juhudi hizo za kidiplomasia, lakini Iran yenyewe imekataa katu. Na Pakistan imesema mazungumzo yanakaribia, kwamba kuna dalili za huenda ikawepo juhudi mpya za kidiplomasia ambazo zimeanza kujitokeza wazi katika mgogoro ambao unaendelea, kwa maana kati ya Marekani pamoja na Iran. Na kwa mujibu wa taarifa, makamu wa rais wa Marekani JD Vance anatarajiwa kukutana na maafisa wa Iran mjini Islamabad mapema wiki hii, akiambatana na wajumbe wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump kama nilivyowataja, Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner. Na inaelezwa kuwa mkutano huo unafuatia mazungumzo ya simu kati ya Trump na mkuu wa jeshi la Pakistan General Asim Munir, ishara kwamba Islamabad sasa inaingia rasmi katika juhudi za kusuruhisha mgogoro huo. Kwa muda Pakistan imekuwa ikijitahidi kujiweka kama mpatanishi mkuu wa mgogoro huo, na ripoti zinaonyesha kwamba maafisa wa nchi hiyo wamekuwa wakipitisha ujumbe wa siri kati ya Tehran na wajumbe wa Marekani, hali ambayo inaiweka katika nafasi ya kipekee ya kuunganisha pande hizi mbili ambazo zinagombana. Tofauti na baadhi ya washirika wa Marekani katika eneo hilo, Pakistan haikuwa miongoni mwa nchi ambazo zimelengwa na mashambulizi ya Iran, jambo ambalo limeisaidia kuijenga kama mpatanishi ambaye haegemei upande wowote ule. Lakini pia kutokuwepo kwa vituo vya kijeshi vya Marekani ndani ya Pakistan kumeongeza uaminifu wake kwa pande hizo zote. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na Vance na kupewa taarifa kuhusu mawasiliano kati ya Washington na Tehran. Kwa mujibu wa maafisa wa Israel, Marekani imehakikishia kuwa itazingatia masharti muhimu yanayokaribiana na ya Israel, ikiwemo kuondolewa kwa uranium iliyoboreshwa kutoka Iran, kusitishwa kwa mpango wake wa nyuklia, kurejeshwa kwa ukaguzi mkali wa International Atomic Energy Agency, pamoja na kupunguza uwezo wa makombora ya ballistic kwa kusimamisha maendeleo kwa angalau miaka 5, kwa maana wa Iran wasifanye hivyo. Lakini pia Trump amesisitiza kufunguliwa tena kwa huo mlango wa Hormuz, na kwamba hii itakuwa ni nafasi ya kusimamia Marekani mlango huo, hatua ambayo inalenga kulinda usafirishaji wa mafuta duniani. Iran imeweka masharti magumu sana. Wanataka dhamana kwamba haitashambuliwa tena, kufungwa kwa vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, na fidia kwa uharibifu ambao umesababishwa na mashambulizi. Ingawa wamesema uwezekano wa kupunguza akiba ya uranium iliyoboreshwa, Iran inapinga kabisa kuondolewa kwa haki yake ya kuendelea na shughuli zake za uboreshaji. Kwa hiyo mnaona Iran anatoa masharti magumu sana kwa Marekani. Jambo ambalo Marekani hawezi kulikubali ni pamoja na kutokuwa na military base kule Mashariki ya Kati, jambo ambalo Iran ameliomba hilo. Maafisa wa Israel wana mashaka makubwa kuwa Tehran inaweza kukubali masharti hayo, wakiyatafsiri kama sawa na kujisalimisha. Aidha, wanahoji matumaini ya Trump kuhusu maendeleo ya mazungumzo, hasa wakati Iran ikiendelea kukanusha kuwepo kwa makubaliano hayo. Lakini wasiwasi mwingine mkubwa ambao uliopo ni kwamba
Iran inaweza ikatumia mazungumzo kama mbinu ya kununua muda huku wakiendelea kujimarisha kijeshi. Pia kuna hofu kuwa hatimaye Trump anaweza kukubali makubaliano ambayo hayatakidhi kikamilifu yale masharti ya Marekani. Na kwenye jitihada za kushawishi mwelekeo wa mazungumzo hayo, Netanyahu alimtuma mshauri wake katika wa karibu anayefahamika kama Ron Dermer kwenda Washington ili kuhakikisha makubaliano yote yanayofikiwa yanazingatia maslahi ya Israel. Taarifa zinaonyesha kwamba Trump ameruhusu mazungumzo hayo kuendelea chini ya uongozi wa Vance akisaidiwa na Witkoff pamoja na huyo Kushner kama ambavyo nimekuelezeni. Na wakati juhudi za diplomasia zikiendelea, kauli zimeendelea kutolewa kutoka Tehran. Moja ya maafisa waandamizi wa Iran, Mohsen Razai, alijibu vitisho vya Trump kuhusu kushambulia miundombinu ya umeme kwa kusema kuwa hatua yoyote kama hiyo itakabiliwa na majibu makali zaidi. Alisema hivi: wakati huu haitakuwa jicho kwa jicho bali kichwa kwa kichwa na mtalazimika kuondoka katika ukanda wa Ghuba. Alizungumza huyo Razai akiongeza kuwa vita vitaendelea hadi Iran ipate fidia ya hasara zote, kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na dhamana za kimataifa, kwamba Marekani haitaingilia mambo yake ya ndani ya kule Iran. Na kauli nyingine ambayo ina uzito wa kisiasa, Razai alisema kwamba mpasuko mkubwa kati ya Marekani na Israel utajitokeza hivi karibuni, akimaanisha uwezekano wa kuwepo kwa tofauti za kimkakati kati ya washirika hao wawili kadri mazungumzo hayo yanavyoendelea. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi sio vita tu vya makombora, bali ni vita ya akili na muda. Marekani inaonekana kukimbilia hitimisho la haraka la mgogoro, wakati Iran ikicheza mchezo mrefu wa kuvumilia na kuweka masharti magumu. Israel kwa upande wake ipo katika nafasi ngumu. Kwa sababu gani? Wanategemea Marekani kama mshirika wake mkuu. Wakati huo wanahofia kusalitiwa na makubaliano yasiyo na uhakika. Ikiwa mazungumzo haya yatafanikiwa au yataanguka kuwa mtego wa kucheleweshwa vita, bado itakuwa ni kitendawili. Kwa nini? Kwa sababu kadri diplomasia inavyopewa nafasi ndivyo hatari ya mgongano mkubwa zaidi inavyoendelea kubaki mezani. Kwa hiyo wa Iran mpaka sasa hivi tunaweza tukasema ndio ambao wameshikilia ile kura ya turufu ya kumaliza huo mgogoro, na kama wao watasema wanaona hakuna sababu za kumaliza mgogoro, maana yake tujiandae kuendelea kuwa na vita ya muda mrefu zaidi, ambayo wa Iran wao ndio watakaoamua ni lini itakapoisha, na wakiwa wakiwa na masharti yapi ambayo tayari yamekwisha kutekelezwa kati ya Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.